tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu wa 2026 katika kituo cha polisi maarufu kinaitwa Gogoni. Hiki kiko maeneo ya Kimara kule mwisho katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kwenye kituo kile lilipokea taarifa kutoka kwa ndugu wa karibu wa mtu aliyefahamika kwa jina la Ramadhani Jafari maarufu kama Muna mwenye miaka 47 kuwa amepotea. Kwa hiyo tarehe 16 tuliweka kumbukumbu kutoka kwa wanandugu kwamba huyu Ramadhani Jafari Muna amepotea na kwamba alikuwa akitafutwa. Uchunguzi na ufuatiliaji wa kina ulianza mara moja, na hapa tulihusisha kamisheni mbalimbali ambazo zipo ndani ya jeshi la polisi, huku tukiwashirikisha wananchi kama moja ya mtaji na wadau wetu muhimu katika masuala ya kiusalama. Jeshi la polisi linapenda kuwaarifu kuwa baada ya taarifa hiyo, polisi iligundua mtu aliyedaiwa kuwa amepotea alikuwa ameuawa na kufukiwa ndani ya moja ya chumba kilichopo katika nyumba yake, ambayo hiyo nyumba iko maeneo Mbezi, eneo linalofahamika kama Luguruni Kwembe, kwenye wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam. Uchunguzi wa kina ulivyofanyika ulibaini mtu aliyefanya tukio hilo la mauaji ya kinyama na kumfukia mtu huyo aliyedaiwa awali kwamba amepotea alikuwa ni mtoto wa huyu mtu ambaye ni marehemu sasa hivi, ambaye aliripotiwa kwenye kituo cha polisi tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026 kuwa amepotea na haonekani. Upelelezi wa kina baadaye ulifanywa na kuwezesha kumkamata mtuhumiwa huyu ambaye alifahamika kwa jina la Juma Ramadhani maarufu kama Juli mwenye umri wa miaka 21, ambaye baada ya mahojiano mtuhumiwa huyu alieleza jinsi alivyomuua baba yake, kulificha tukio na kuweka mazingira kwamba amepotea na kumfukia ndani ya chumba ambacho ni sehemu ya nyumba ya baba yake, kwa maana nyumba ya mtu ambaye sasa hivi ni marehemu. Sababu halisi za mtuhumiwa kufanya tukio hili bado zinachunguzwa. Polisi Dar es Salaam inalani kwa nguvu kubwa tukio hili pamoja na matukio mengine ya kijinai na kuendelea kutahadharisha na kuonya kuwa watu wanaojihusisha na matukio ya kihalifu na kujaribu kuyaficha kwa kutengeneza mazingira yoyote, jeshi litaendelea kufuatilia, kukusanya ushahidi, na ushahidi unapokuwa umekamilika kwa kukusanywa, watakamatwa na hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa kuwashukuru sana wananchi wa jiji la Dar es Salaam pamoja na wadau wengine wa masuala ya kiusalama kwa ushirikiano mkubwa ambao wanatupa sisi askari polisi katika kutekeleza majukumu yetu ya msingi. Majukumu yetu ya msingi sisi ni kuzuia vitendo vya kihalifu kwenye maeneo mbalimbali yaliyopo katika jiji la Dar es Salaam. Sasa kwa ujumla hali ikoje? Kwa ujumla hali
ni shwari. Shwari kwa maana ni salama, na kwa ujumla wananchi wote wanaendelea na shughuli zao mbalimbali za maeneo hayo matatu niliyotaja kama kawaida. Kwa hiyo hali ya jiji la Dar es Salaam kwa ujumla ni shwari. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.